Habari za wakati huu mtazamaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika habari za saa. Mimi ni Farida Mbilinyi. Mkurugenzi wa bodi ya stakabadhi za ghala nchini Bwana Asange Bangu amelazimika kufika katika kata ya Mbakira chini ya halmashauri ya Morogoro kukutana na wakulima kutoa elimu dhidi ya mfumo wa stakabadhi ghalani ambao umekuwa ukilalamikiwa na wakulima wa mazao mbalimbali hasa mazao ya ufuta, mbaazi na mpunga. Sifuni Mshana kutoka Morogoro ambaye ametuandalia taarifa ifuatayo. Karibu sana Sifuni. Asante. Studio zetu zilizoko Mikocheni jijini Dar es Salaam, ambapo hapa nipo mkoani Morogoro, lakini nikiwepo katika eneo hili tunaliita ni Dutumi, na huyu ni mkurugenzi. Tukizungumzia masuala mazima ya stakabadhi ghalani, atatuambia nini kilichojiri katika maeneo haya, manake walikuwepo wakulima lakini pia na mastafu wengine, lakini akiwepo mbunge wa jimbo hili. Labda mkurugenzi, tufahamu kilichojiri hapa na kulikoni. Karibu. Mheshimiwa mbunge alipata malalamiko kutoka kwa wananchi wake juu ya namna mfumo wa stakabadhi za ghala unavyotekelezwa, lakini baada ya kutoa maelekezo yale bungeni au kutoa malalamiko yale bungeni, pia alinitafuta. Kimsingi tumekutana na wakulima, wameeleza mengi, wametoa malalamiko yao, lakini kwa sehemu kubwa ukitazama malalamiko hayakuwa kwamba mfumo wa stakabadhi za ghala kama mfumo ni mbaya, lakini namna ulivyokuwa ukitekelezwa hapa kulikuwa na makando mengi sana, ambayo mengine yalihusisha upande wa wakulima wenyewe kwa maana ya kuleta mizigo ambayo sio misafi, lakini kulikuwa na shida pia kwenye upande wa waendeshaji ghala. Baadhi ya gharama zilikuwa zinawekwa zaidi ya zile ambazo ziko kwenye mwongozo, lakini vile vile kwenye chama cha ushirika na kwenyewe kulikuwa na mambo mengi ambayo yamekuwa na changamoto. Kwa ambacho tumekifanya ni kueleweshana kwa upana zaidi namna mfumo unavyofanya kazi, lakini nini kila mmoja ana jukumu la kufanya. Lakini kikubwa ambacho pia tumewaahidi ni kwamba tutawashika mkono wa wananchi wa hapa Bwakira chini, lakini vile vile tumetoka na kule Kisaki, tutashika mkono kuhakikisha kwamba changamoto zote ambazo zimezungumzwa zinapatiwa majibu na tunapiga hatua ili msimu unaokuja wa zao la ufuta watu wafanye biashara, walime kwa nguvu zote, lakini wafanye biashara katika mazingira ambayo ni yawezeshi na ni rafiki katika biashara yao. Labda mkurugenzi, tufahamu, manake tayari mimi na watu wengine wangetaka kufahamu makando ni yepi. Kumekuwa na changamoto, kwa mfano namna ambavyo mizigo ya wakulima imekuwa ikikusanywa, jinsi ambavyo mizigo imekuwa ikipimwa, namna ambavyo tozo zimekuwa zikitozwa. Kwa mfano kuna tozo ziko elekezi kwenye mwongozo, lakini unagundua kwenye chama cha msingi kulikuwa na vitu vingine ambavyo vinaongezwa. Mathalani mkulima anaambiwa unatakiwa uongeze kilo kwa ajili ya kufidia uzito, uongeze kilo kwa sababu ya kufidia upotevu, uongeze kilo kwa sababu labda ufuta kidogo ambao unatokana na uchukuaji wa sampuli. Kwa hiyo ukitazama katika mazingira hayo yanakuwa ni kikwazo, lakini kubwa zaidi ambalo wananchi wengi wanalalamika ni malipo. Kwa malipo yamekuwa yanachelewa sana, lakini kimsingi sisi tunasema mnada ukishafanyika ndani ya masaa 48 lazima mnunuzi awe ameshalipa, na baada ya kulipa fedha zimfikie mkulima haraka. Kwa hiyo tumegundua kwamba kumejitokeza haya changamoto kama hizo ambazo ninasema makando ambayo yanahitaji kusafishwa ili mfumo utekelezwe vizuri kwa lengo la kumnufaisha mkulima. Labda tumsikilize mbunge atazungumziaje, lakini je, yale ambayo tayari yamezungumzwa na mkurugenzi, kilio chake au haja yake itakuwa imefika mahala pake? Kwa namna ya pekee, kwanza ni shukuru serikali. Nimeenda kutoa hoja kwa maana ya kuuliza swali pale bungeni juu ya changamoto wanazozipata wananchi wangu. Ndani ya wiki 2 waliahidi kwamba wataleta wataalamu kuja kuwaelimisha wananchi, na wamefanya hivyo. Leo tunaye wataalamu hawa wa kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara, na naibu waziri aliahidi kwamba ndani ya muda mfupi watakuja. Sasa sio hao tu, watakuja wataalamu wengine kutoka katika hilo shirika linaloitwa Kopra kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi wangu, lakini pia watakuja na hao wanaoendesha mfumo wa TMS, na baadaye atakuja pia mrajisi wa vyama vya ushirika. Kwa hiyo nimshukuru waziri wa kilimo, nimshukuru waziri wa viwanda na biashara, lakini zaidi nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuchagua timu ya wachapakazi, na anatekeleza ahadi yake ya kutatua kero za wananchi ndani ya siku 100 tangu aapishwe. Kutoka katika eneo hili sasa nawarudisha katika studio zetu zilizoko jijini Dar es Salaam ili kuweza kuendelea na vipindi vingine, na mimi ni Sifuni Mshana.